I am here. Hello beautiful and amazing people, welcome to my YouTube channel. This is Life with Dama. I am so excited that you made it to this episode. So just in case you are very new here and you're wondering what is happening on this YouTube channel, it's all about lifestyle, it's all about inspiration, it's all about village content like this one right here and many more. I mean, if you have not yet subscribed, if you have not yet informed your friends about this amazing YouTube, then unafaa kufungwa by the way, come to think of it. But anyways, if you haven't subscribed, just make sure you have. If you would like, please share this amazing content with your friends and make sure you don't forget to like. On today's videos, I am so excited because today we are going to learn about everything to do with cabbage. So if you are an inspiring or aspiring farmer, if you are a farmer already and you've never thought of doing cabbage in your farm, then I think this video is for you, because I believe you're going to learn something, because I am also learning also when I'm giving you this content. And I thought, why should I just stick along with all this information? I should share this information with my people, because somebody anaweza kuwa na shamba and they are wondering, what am I going to do with my shamba? What am I going to plant with my shamba, in my shamba? So today we are going to learn the benefits, how much the production money or capital, how much you're going to use to do cabbage farming, how to prepare the farm, the shamba, because there is a way, actually a unique way, that you're supposed to prepare cabbage farming. You just don't go dig holes and then there you have your cabbages. No, there is a whole process about it, and don't worry, that's why I'm here for you, because my mom, as our farmer today, she's going to take us through on how to go about it. So be ready. I hope you have your notebook, I hope you have your pen, and I hope you have your farm ready, because this one, lazima watu wakule cabbage, lazima tukule kabage au sio? So let's get right into it and let's go to the shamba together so that we can all learn how to plant and grow cabbages in our farms. Au sio? Come on, come with me, let me take, come with me, twende tukimbie. Remember I told you guys today it's everything cabbage, and here we are at the farm already, heading to exactly where the business is going to happen. So first things first, my mother has told me that you have to prepare a nursery. A nursery is like a small portion that looks like rectangular in shape, or rather square in shape. So I know most of you don't know how the process looks like when you want to plant this vegetable that we love so much, that is called cabbage. So the first step you do, it's to go to an agrovet. Ni agrovet ama ni agro? Yeah, and get some seedlings, cabbage seedlings. Here they are, let me show you vizuri. Yeah. So here they are, you see. So this is the first step. So watu wenye mlikuwa mnafikiria cabbage, you have to get the actual cabbage and plant it for it to birth more cabbages. No. Here are the seedlings, and they are ni tudogo. Wacha mama kifungua, will show you how they look like. So here is my mom preparing the nursery that we need. So mom, nilikuwa nataka uwaelezee process. Sasa ukisha tengeneza nursery, what is the next step? Next step, lazima uweke level. Naona sasa kama hii mshanga, tunataka kama mchanga kama hii. Ukiona kitu kama hiyo unaihonga. Hivi una prepare kila kitu, inakuwa hiyo rectangular. The way you are telling them. Yeah. Then lazima upande, hata kama hizo unafikiria ni kidogo, lakini more than 1000. Oh, so ila siko 10 gram ni more than 10,000. Begu zenye siko hapa
ni zaidi ya 1,000. Okay, so in short what you're saying is tukipanda kwa nursery tuna expect how many cabbages to be birthed? Kutoka 1,000 and 400. Yeah, that's a lot of cabbages. Yeah. So then usitoe hapa kwa hii nursery. Sasa hiyo utakuwa umeprepare shamba. Sasa utaipanda after 1 month. Utakuwa unamwagia maji kila asubuhi ama kila jioni. So once let's go step by step. So once you have planted the seedlings, ina take 1 month kumature. Then so unakuja tena unazitoa kwa nursery. Now here where we are preparing. Yeah, unasipeleka mahali unataka kupanda. Na sasa hiyo rad lazima iwe iko prepared, mashimo ziko pale. Ukitoa 1 by 1 unaenda unasiweka kwa shimo. Kwa hizo mashimo. Yes. Na sasa hiyo utapata na mbolea tunaitaga DNA. Naitagwa unaweza kupata na mbolea ya ng'ombe kwanza. Kama hauna hizo pesa ya fertilizer, mbolea ya ng'ombe inafanyanga vizuri sana. Kwa shimo unaweka kidogo kidogo. Then after that unapanda wakati wa mvua, ama kama uko na maji mwagilia maji. Sasa hii tunasemanga kama uko na mvua kwako, ukiuliza kama uko na mvua kwako ujue ni dam, kama uko na dam. Sasa watu wanafanya irrigation na dam. Okay. Ukiwa na dam huwezi chelewa, hata kama mvua ikose kunyesha, wewe bado mvua yako unaendelea kunyunyizia mumea yako maji. So you're supposed to water them each and every day for 1 month. Yeah. Without fail. Okay. Kwa hivyo sasa tukipanda hapa kuna vile tutaweka lines. Sasa tunakuwa tunaweka kwa hizo lines. Then after that tunaikava na manyazi. Unaikava na manyazi after 5 days ikijaminate. Then utoe hiyo nyazi uweke kando. Uendelee sasa kumwagia mumea mumea wenyewe maji. Kwa hivyo it's a whole process. Ni process. So kwa hivyo after 5 days tukirudi hapa tutoe hizo nyazi tutapata kama isha germinate. Yeah. Okay, so how much is that sachet if someone wants to start kama sasa hii kulima cabbage? Sasa kama hii ni 10 gram. Hii ni 10 gram. Ukiangalia hapa imeandikwa 10 gram. Yes. Na naweza kununua hata ya 25 gram. Lakini kwa vile nimepanda waru, nimepanda bebe, sasa kukua na hiyo sasa mzigo ya ya vitu mingi itanipeleka bio. Okay. Itanipeleka bio. So how much is the sachet? Hii inakuanga 1,000 peke yake. Okay. 1,000. Interesting. Yeah. So if you're buying that for 1,000 inakupatia cabbages kama 1,400. Yeah. So when it's finally bei iko juu, kuna vile tunapataga hata ikiwa boga moja ni 50 bob. Lakini right now moja ni sasa ni 10 bob. Watu wamepanda kwa wingi na imekuwa nyingi sana. Actually that's what I wanted to ask. So once you have the final product na it's ready to be harvested, so how much do you sell? For instance zikiwa mingi, because I understand zikiwa mingi kuna ile bei unauza nayo. Ikiwa moja kama ya mtu anataka kuja kula, kuna ile bei yenye like what's the inaitangwa aje benefit financially. How do you benefit from it financially? Sasa siwezi panda kwa shamba kama quota, then mtu wa kukula akuja niambie nimuuzie after ishakuwa tayari. Hiyo siwezi. Tunagojaga kwanza hawa watu wa kununua na magari. Akishaingia kwa shamba yako afungue boga, aseme sasa boga yoyote iko hapa yenye nahitaji itakuwa 30 bob ama 50 bob for example. Yenye itabaki sasa hiyo mtu wa kukula ndio tunauzianga. Lakini huwezi kuja kufungua boga zako na mtu wa kukula. Hapana, tunatakaga mwenye anachukua kwa wingi. Kwa wingi. So for instance let's say now the product is ready and watu wa lori wako hapa. So how much profit unaweza pata kama pesa ngapi? Sasa tuseme sasa kama hii sasa tuseme minimum siko na 1,400. Tuseme kuna ile sasa yenye itakuwa pamoja itakuwa kama 1,000. Upate sasa bei ya 30 bob. Tuweke minimum hiyo 30 bob, lakini although inaweza kukua juu ya hiyo. Tukiweka 30 bob, unaona hiyo boga tayari isha kubali.
Ishakupea kitu mzuri sana So it's like 30 bob times 1,000 or depending na ile amount of cabbages yenye mtu anataka. Ni ukweli. So are there disadvantages? What disadvantages do you experience? Kuna zile unapata hasijakuwa pamoja na zile zingine. Kuna vile zimeharakisha tishakuwa ni tayari, machua tayari. Kuna zingine zinabaki huko kwa shamba utakuja kuuza afterwards. Okay. Lakini lazima uwe na hizo dawa saa hizo wadudu wanasubuanga hawa boga. Yeah. Kama apid. Kuna ile dawa ya baridi, lazima tupige dawa ya baridi after every month. Na boga zina take only 3 months. Ikifika mwezi wa 4 boga yako pesa kwa mfuko. Pesa kwa mfuko. Pesa mfukoni. Thanks a lot for that information. Wacha nikushikie hii. Tuendelee kutengeneza nursery. Okay, thank you. Aye. You see the shape I was telling you for the nursery? It's rectangular. So my mother is leveling the sand. Hiyo ni ina mboga. Hii ni ile najishindia ni hii Gloria. Gloria ni hizi seedlings tuko nazo? Hizi sasa. So after leveling the nursery through using a jembe. Ya hii jembe. Okay. Sasa tunafanyanga hivi. You see? Yes. Okay. Yeah. Okay. Tukuje tumwage boga hapa kwa hizi lines. Okay. Yeah. Do you have like a specific number for the lines ama? No. Just make for yourself. Unajitengenezea wewe mwenyewe. Okay. Yeah. So they can be 5, 10. Sikuwa kidogo. Mboga zitakuwa zimefinyana. Okay. Nataka mmea ikimea iwe mmea iko na nguvu. Yeah. Hata ukipeleka pale ijitegemea kwa ile shimo yake, itakuwa mmea iko na nguvu. Itaendelea kugrow vizuri. That's important information. So finally guys, we are getting started. Let's see how the seedlings look like. Wenye wanasema ni paketi kidogo. Angalieni mujione. Angalieni. Those are many seedlings. Angalieni mujione. You see how vegetables and other plants go through such a process. Yani, ile cabbage, the cabbage that we eat, this is how it looks like actually from the beginning. This is the genesis before we have the final product, ya cabbage. How interesting. Hebu hesabu hizi. Hey, those are so many. Subscriber. Niambia hizi ni ngapi? There are so many. Yeah, ni kama kuhesabu nywele zako za kichwa. There are so many seedlings. Yeah. Okay. So let's see how it's done. Yes. Guys, you see? Interesting. I told you life with Dama, we have to learn farming the hard way. Whether we like it or not, we must become farmers. At least this is a whole masterclass. You guys even actually need to pay me. This is a free class that you have taken you through.
on how to do cabbages. Kwa hivyo this is something that someone can actually do even at their small farm kwa nyumba. So unaona wale watu wanakuanga na garden, nini itongo kitchen garden. So it's something that they can actually practice even at home. You don't have to have like a big farm, si ndio? Yeah. It's very much possible. Game shot. We're done. Then after this, we are going to cover the seed. Okay. Now using sand or using do? the grass. We are going to do this way. Si mchanga mingi, mchanga tu kiazi. Tufunike hiyo begu tu. Tuifunike hivi. Yani, it is that simple, and within can do this. Within some minutes, you have your nursery ready. Wow. This way. After this, we are going to water our seed. Oh, okay. Yeah. We finally watered and covered our cabbage, but it was heavily raining. I couldn't be able to cover. Otherwise, I hope you have learned and enjoyed the video. Thanks a lot for watching.